Ndio nikukaribishe tena katika mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu, na tunaingia kitabu kinaitwa Yoshua. Kitabu kinaitwa Yoshua. Tumemaliza kujifunza mwongozo wa kitabu cha Kutoka. Ndani ya kitabu cha Yoshua tunakwenda kuangalia mambo makubwa kabisa kuhusu maisha yetu. Kimsingi, kitabu cha Yoshua kinaelezea namna wana wa Israeli walipovuka kutoka katika jangwa na kuingia katika nchi ya ahadi. Mimi na wewe tupo katika kipindi hiki ambacho tunavuka kutoka katika jangwa la dunia na kuingia katika mbingu ambayo Mungu ametuandalia. Maelekezo yaliyoelezwa kwenye kitabu cha Yoshua, kanuni zinazofundishwa kwenye kitabu cha Yoshua, ndizo kanuni ambazo tunapaswa kuzitumia katika kuikabili changamoto yoyote ambayo inataka kuwa kizuizi cha sisi kupokea baraka za Mungu, cha sisi kupokea baraka zote ambazo ni uzima wa milele katika siku hizi za mwisho. Lakini inajumuisha kitu kinachosumbua kabisa katika dunia ya sasa, kinachoitwa mafanikio. Kwa hiyo nikualike katika masomo haya ambayo yatabariki sana maisha yako. Na kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, unaweza ukasubscribe na kushare kwa watu wengine wengi. Maana masomo mwenyewe nimeangalia yamenishtua kwa sababu ni bora, yenye viwango vya juu sana. Sasa wiki hii, somo la wiki hii, kati ya wiki nyingi ambazo tutajifunza, linasema recipes for success, au maandalizi ya mafanikio. Tuombe. Baba, asante kwa ajili ya kanuni za maandalizi ya mtu yoyote kufanikiwa. Tunaomba Bwana, neno la leo likatupigisha hatua fulani ya kukusogelea wewe. Mimi na msikilizaji wangu, maneno haya yakawe ni faida bora kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu, amen. Tumesema somo linasema maandalizi ya mafanikio, au tunasema recipes for success. Sasa maana ya recipes maana yake ni nini? Recipes ni, anasema something which is likely to lead to a particular outcome. Tukiacha maana ile ya kwenye masuala ya vyakula, maana recipe ni masuala ya misosi. Seti ya maelekezo ambayo mtu akiyafuata yanakwenda kupelekea mafanikio au matokeo fulani. Sasa neno fulani sisi leo tunalitoa, tunaweka success, mafanikio. Katika somo la wiki hii tunakwenda kuangalia mambo makubwa manne. Kabla sijasema mambo makubwa manne, nikukumbushe kitabu cha Yoshua kinaelezea wana wa Israeli kuvuka kutoka jangwani kuingia katika nchi ya ahadi. Kinaelezea wana wa Israeli kuiteka nchi ya ahadi. Kinaelezea wana wa Israeli kugawana nchi ya ahadi, na kinaelezea jinsi wana wa Israeli wanavyokaa katika ile nchi ya ahadi. Chochote ambacho Mungu ameahidi lazima kitokee. Haijalishi kwenye maisha yako kitatumia miaka mingapi. Mungu alimwahidi Ibrahimu, watoto wako watairithi nchi. Ilipita kipindi cha miaka 400 plus, lakini leo tunakwenda kuona kitabu cha Yoshua, kile alichokiahidi Mungu kinatokea. Nataka nikutie moyo, chochote unachokisoma kama ahadi ya Mungu kwa mtu yoyote kwenye maandiko matakatifu ni kwa ajili yako. Ni kwa ajili yako. Na kwa sababu ni kwa ajili yako, usikate tamaa na ahadi ya Mungu. Chochote alichokiahidi kwako lazima kitokee. Hii nataka usisahau. Sasa yapo mambo makubwa manne
ambayo ndio tunakwenda kujifunza, tunakwenda kuyaangalia, tunakwenda kuyajadili na tunakwenda kuchukua zile mafunuo ya kiungu kutoka kwenye mambo ya makubwa manne. Sasa mambo makubwa manne, jambo la kwanza, kwa nini kitabu cha Yoshua? Nimegusa kidogo, lakini lazima tujifunze. Kwa nini kitabu cha Yoshua? Kipengele cha kwanza, ili ujue kwa nini tunajifunza kitabu cha Yoshua, lazima tumjue Yoshua ni nani na ni nini maana ya neno Yoshua. Kitabu cha 13:16 Hesabu. Na hayo ndio majina ya hao watu waliotumwa na Musa waende kuipeleleza nchi. Na huyo Hoshea mwana wa Nuni, Musa akamuita jina lake Yoshua. Kumbe Yoshua ni kijana aliyekuwa anaitwa Hoshea, ambaye Musa alimbadilisha jina akamuita Yoshua. Hoshea ni nini? Yoshua ni nini? Na tunajifunza nini kwenye mabadiliko haya ya majina? Hoshea manake ni salvation au wokovu, au maana nyingine ni deliverance au kufunguliwa. Lakini anapoitwa Yoshua, Yoshua manake the Lord saves, Mungu anaokoa, au Yahweh is salvation, Mungu ni wokovu. Mungu anapokupa majukumu mapya, makubwa, mazito, huwa anataka akubadilishe majina uliojiita kwamba Hoshea, salvation, wokovu. Ni abstract name, ni jina ambalo halileti hamasa, halina muunganiko na Mungu. Yawezekana huyu Hoshea ndiye anayeokoa. Akaitwa Yoshua, ya kwamba Mungu ndiye anayeokoa. Kwa hiyo unapokabiliwa na majukumu makubwa, unapoweka malengo makubwa ya maisha ya kiroho na ya kimaisha ya kawaida, hakikisha unajitoa wewe, alafu unalinki jambo hilo na Mungu. Tafsiri ya jina lako liweke katika Mungu, tafsiri ya mambo yako yawe katika Mungu. Kwa akatoka katika deliverance, wokovu, akaenda kuitwa Yoshua, manake Yoshua the Lord saves, Mungu anayeokoa. Akikuta ameingia kwenye vita na akashinda, hasemi mimi nimeshinda. Yoshua ni watu wanaosema Mungu amenishindia. Uchumi nilionao Mungu amenipa. Mke na watoto wazuri hawa wenye afya ambao nilionao si ujuzi wala lishe, ni Mungu ndiye amenipa. Kwa hiyo Musa alikuwa anamtoa mentality Yoshua ya kujiona yeye ndio kila kitu kwenye vitu vile, isipokuwa sasa Yoshua anakwenda kwenye majukumu makubwa, ambayo majukumu hayo yanaambatana na muunganiko na Mungu. Tumeangalia kwa nini Yoshua. Tulikuwa tunamwangalia Yoshua ni nani. Tuangalie kwa nini kitabu cha Yoshua. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 7 na wa 8. Tutasoma Yoshua 1 na 2. Tutapata jibu hapa. Kwa nini kitabu kiandikwe? Musa akamwita Yoshua, akamwambia machoni pa Israeli wote, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana utakwenda pamoja na watu hawa katika nchi Bwana aliyowapia baba zao, na ya kwamba atawapa, nawe utawarithisha. Naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala hata kuacha. Usiogope wala usifadhaike. Nini kilitokea? Yoshua 1:2. Musa mtumishi wangu amekufa. Hapa Mungu anamwambia Yoshua, huyu ambaye anaitwa Lord is my salvation, kwamba Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi hiyo niwapayo wana wa Israeli. Kwa kitabu cha Yoshua kinakuja wakati ambapo kiongozi aliteuliwa na Mungu, Musa,
amekufa, ana take over Yoshua. Nataka niseme nini? Kazi yoyote, jukumu lolote, assignment yoyote, kipawa chochote, upendeleo wowote ambao umepewa na Mungu, hauna kitu kinachoitwa kustaafu. Kustaafu kwa mtumishi wa Mungu aliyewekewa karama na uwezo wa kiungu ndani yake ni mazingira mawili tu. Mmoja, mtu huyo amefariki. Kama Musa anapokufa, anatafutwa Yoshua achukue yale majukumu. 2, mtu huyo amechukuliwa na Mungu kwenda mbinguni kimiujiza. Elia amechukuliwa na farasi wa moto. Elisha akatake over. Kwa hiyo unaweza ukawa unafanya kazi ya Mungu ambayo imekuwa connected na mifumo ya kidunia ya kustaafu na nini. Hatukatai wala hatupingi, lakini kuacha mifumo hiyo sio kuacha karama na uwezo wako. Tutaendelea kumtumikia Mungu mpaka tunakwenda kaburini. Ukiniona mimi nimeacha kufanya haya mambo ninayoyafanya, jua kuna kashida kamenipata, kaadui inawezekana kamenitega sehemu fulani, lakini sipaswi kuacha mpaka ninakwenda kaburini. Elisha mpaka yuko kitandani hoi bin taabani aliendelea kutoa unabii na mafunuo. Akaomba nimletee upinde, akamwambia mfalme niletee upinde, akarusha upinde, akatoa unabii, ufalme wako utakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa nini? Hizi ni kazi za maisha. Kazi za Mungu ni kazi za maisha. Kufanya kazi na Mungu ni kazi za maisha. Chochote alichokupa Mungu kifanye mpaka kifo chako. Kifanye mpaka Mungu akipenda mwenyewe akuchukue akupeleke kule kwake. Kifanye mpaka Yesu anapokuja akukute ukiwa unakifanya. Ndio maana maandiko yanasema heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Kwa hiyo Bwana anapokuja atukute tuko kazini kwake, tukitumia vile ambavyo Mungu ametupa. Nisiende sana, wana mambo ni mengi na yote ni mazuri. Jambo la pili la kujifunza katika kitabu cha Yoshua ni jinsi ya kuzirithi ahadi za Mungu. Jinsi ya kuzirithi ahadi za Mungu, ikiwemo ahadi ya uzima wa milele. Lazima tujue kanuni hii inatolewa kwenye kitabu cha Yoshua. Tunasema tunajifunza recipes, a set of instructions to achieve something. Ni a set ya maelekezo ya kutusaidia sisi kufanikiwa kufikia jambo fulani. Sasa jambo hilo ni ahadi za Mungu. Tunazirithi vipi? Yoshua 1:3. Yoshua 1:3 anasema, kila mahali zitakapokanyaga nyayo zenu. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo zenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Funguo ya kufungua ahadi za Mungu kwenye maisha yako inapatikana katika kitabu cha Yoshua 1:3. Kila mahali mguu wako nyayo zako zitakapokanyaga, nimekupa wewe. Sasa kumbe mambo ya Mungu ili tuweze kuyamiliki lazima tupige nyayo ya imani. Sasa imani nasemaje hapa? Mahali popote mguu wangu nitakapoukanyaga, si kwamba nitapewa, nimepewa. Ni past tense, nimekusha kupewa. Kuna vitu vingi sana ambavyo tunavitaka Mungu atufanyie, lakini akili zetu tunafikiri ni vitu vya wakati ujao, wakati ni vitu vya wakati uliopita. Ukiamini tayari unavyo, hata kama havina, unavuta kitu tunaita manifestation of divine promises, au udhihirisho
wa ahadi za kiungu. Kwa Mungu anamwambia Yoshua, kila mahali mguu wako utakapokanyaga, nimekupa wewe. Nimekupa wewe. Sasa ili uelewe kila mahali utakapokanyaga, tulijifunza tulipokuwa tukiangalia kitabu cha Kutoka. Mungu alimuahidi Musa, kwa sababu amesema sawa sawa kama nilivyomwapia Musa. Nchi ya Israeli ilipaswa kuwa ni nchi kubwa sana Afrika hapo Mashariki ya Kati. Sio kale unakoona kadogo kama kamnyo hivi, kadogo kanchi kembamba bala. Lilipaswa kuwa ni nchi kubwa sana. Mungu anamwambia, nimekupa kitu gani Musa? Kuanzia mpaka wa mto Nile, ambao ni Mediterranean Sea. Anasema tunakwenda Musa, tunakwenda mpaka mto Flat, Euphrates, River Euphrates, mto Flat. Mto Flat uko Iraki. Utashuka mpaka maeneo ya Sinai, yote ilipaswa iwe Israeli. Utafika mpaka juu Iraki, utachukua nusu ya nchi ya Iraki. Utachukua Syria yote, utachukua Lebanoni, utachukua hii Jordan, Saudi Arabia lote. Yani nchi mengi unaweza Kiarabu zilipaswa kuwa ndio nchi ya Israeli. Utajiri wa mafuta unaoona ulipaswa kuwa ndio utajiri wa Israeli. Eneo hilo ndio ambalo Mungu alilisema kijiografia kwamba litamilikiwa na Waisraeli. Alijitahidi kidogo kuchukua eneo angalau 60% ya kile ambacho Mungu alichoahidi. Alikuwa ni Daudi, ndio alitanua ufalme kwa mkubwa sana, na baadaye Suleiman alipoanza miungu mingine, kuchanganya Mungu na vitu vingine, kuchanganya Mungu na miungu, Bwana akaudivide ufalme. Alafu ukapukutika ufalme. Hadi juzi Waisraeli tunaona sasa wakatengeneza kanchi kao haka kadogo kembamba sana. Petro wa pili 1:4 anasema tena, kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani. Tena anasema kwa hizo tupate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Washirika wa tabia ya uungu. Kumbe Mungu ametuahidia ahadi kubwa sana. Wana wa Israeli waliahidiwa nchi likubwa sana, lakini utaratibu wa kulimiliki na kulichukua, tunajifunza recipes for success. Ile nasema ni vipengele vya mtu kupata mafanikio. Moja wapo ni kukanyaga, kuamini kila unapokanyaga Mungu amekupa. Kila ofisi unayokanyaga ni ya kwako. Kila soko utakaloingia ni la kwako. Kila biashara utakayofungua, hiyo industry utakayokanyaga ni ya kwako. Mungu sio atakupa, ameshakupa. Mungu amewaahidi jambo kubwa sana, wao wakakanyaga kasehemu kadogo. Mungu amekuahidi ahadi nyingi sana kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, lakini wewe umechagua vichache. Kuna mwingine ameenda kuchagua kaeneo kembamba. Ahadi za Mungu kanaitwa afya. Yani ahadi la afya tu, maisha yaende kini mimi Bwana bora amenipa tu afya. Bwana hajakupa afya tu, amekupa utitiri wa ahadi. Zote ni zako. Alafu cha ajabu, ukishindwa kuziomba sasa, mbinguni hazitakuwepo. Kuna vitu usipovipata leo, ukiingia mbinguni kule ni vitu vipya. Sasa vya hapa lazima ujitahidi uviwe navyo, na vya mbinguni wepo. Chagua upana mwingi wa ahadi za Mungu. Ni kuongezea kitu kimoja hapa. Waefeso 1:3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo Yesu. Utagundua Mungu ametubariki baraka zote. A wide range of blessings. Baraka pana zote katika za rohoni. Kwa sababu vitu vyote vinavyoonekana kwa jinsi ya kimwili ni matokeo ya vitu vya rohoni. Sasa ndugu yangu, kaka yangu, blaza, mama yangu, dada yangu, wewe unazo zote. Kila mahali utakapokanyaga patakuwa pamekuwa pa kwako. Kila ahadi utakayoamini ni ya kwako na ukaishikilia kwa kuingangania, imekuwa ya kwako. Ninakutia moyo.
Usikae kwenye eneo jembamba sana kana kwamba Mungu wako ni dhaifu. Tanua wigo wa baraka ambazo Mungu amekupa. Kanyaga sehemu nyingi. Kanyaga mashambani, kanyaga mijini, kanyaga kwenye industry za IT, kanyaga kwenye industry za medical, kanyaga kwenye industry za biashara, kanyaga kwenye utumishi, kanyaga kila mahali. Usiweke vitu vya kinchi, vya kimkoa. Kuwa na global issues. Kanyaga Marekani, China, kanyaga Italia, kanyaga Uturuki, Israeli, kanyaga Afrika Kusini, kanyaga Brazil. Yani kila mahali utakapo kanyaga patakuwa ni pa kwako. Kiwango cha baraka zako kiko proportional, sambamba na kiwango cha uwezo wako wa kukanyaga. Kuna wengine ni wafugaji, wameamua kukanyaga mifugo 4. Na wengine ni wafugaji, wameamua kufuga kuku 10,000, wameamua kufuga ng'ombe 1,000. Kila utakapoamua kukanyaga patakuwa pa kwako. Hii ni moja ya recipe. Inaitwa recipe au tunaita vipengele vya kuelekea kwenye mafanikio ya kiungu. Ndani ya Kristo tumeahidiwa ushindi dhidi ya kila adui. Sio sisi, maana hii kanuni tunaenda na Mungu, washirika wa tabia ya uungu, kama partner wa Mungu. Maana yake partner na Mungu uko naye bega kwa bega. Haya, uhakika wa uwepo wa Mungu na nguvu zake kwenye maisha yako ni sehemu ya vitu ambavyo unatakiwa ukanyage. Lakini pia uhakikisho wa uaminifu wa Mungu kwenye maisha yako. Watu wanaoishi Yoshua 1, kanuni hizi ambazo Mungu anampa Yoshua 1:3 kwamba utakapokanyaga ni pa kwako, wanaamini katika Ufunuo 3:8. Anasema nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana awezaye kufunga. Ngoja nikwambie, wakina Yoshua wangeamua kutawala kufika mpaka China, lote lingekuwa la kwao. Na Israeli ingekuwa ni super power kwa ajili ya kusambaza utukufu wa Mungu. Hata wewe ukiamua inakuwa. Hata mimi nikiamua inakuwa. Unavyoona hivi ni kwa vile ambavyo nimeamua. Lazima niamue makubwa kuliko haya ili kikanyaga Mungu atende. Hapa jambo la tatu, siri ya kupatwa na ujasiri na nguvu za kweli. Yoshua alikuwa anaogopa sana. Maana alishuhudia watu wanatengeneza ng'ombe, alishuhudia watu wanaasi, alishuhudia watu wasio na shukrani, waliojaa majungu, malalamiko, masoro. Ndio ambao Mungu anamwambia hawa ndio utakaowaongoza. Yoshua akapaniki. Mungu akamwambia do not fear, usiogope. Do not be dismayed, usikatwe tamaa. Halafu usipaniki. Yoshua, kitabu cha Yoshua 1:9. Mungu anasema, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Kuna watu wanaogopa kwenda Sumbawanga kwa sababu wana story kwamba Sumbawanga kuna radi za kichawi, kuna ushirikina. Kuna watu wanaogopa kufanya biashara za kuchimba vitu vya thamani kwa sababu wanaaminisha kwamba vile vitu ni vya nani? Ni vya adui. Hakuna. Fedha, mali zote ni mali za Mungu. Ni akili zako zinatekwa na mindset za adui. Sasa hapa anasema atakuwa pamoja na wewe kila uendako. Ndani ya nchi yuko na wewe, nje ya nchi yuko na wewe, ukizama chini yuko na wewe, ukiibuka chini yuko na wewe. Kama ni marine industry, sehemu ya mambo ya baharini, yuko na wewe. Hakuna kuzama. Tuwa na Mungu hakuna kuzama. Chini hakuna kufukiwa. Mungu yuko pamoja na kila uendako. Itakuwa pamoja na wewe. Sasa hii kanuni unaweza kuikurupukia, ina msingi wake. Msingi wake ni 1:7 Yoshua. Anasema uwe hodari tu na ujasiri mwingi. Uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote niliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au kushoto, upate kufanikiwa kila uendako. Kwa unaweza kukurupuka, mimi ni jasiri, ni shujaa, nina Mungu. Kabla ya hapo, je, kanuni za kutembea na Mungu unazifuata? Kanuni za kutembea unazifuata?
lazima utembee katika kanuni na sheria za Mungu. Mungu ameweka mifumo. Hii mifumo ndo miongozo. Amri 10 ndo miongozo. Kanuni nyingi, ziko kanuni zaidi ya 613 katika maandiko matakatifu, hasa Agano la Kale kuanzia Mwanzo 1:27. Principles of success, principles of working with God, kanuni za kutembea na Mungu. Je, unatembea katika kanuni hizo? Sio uende tu kila uendako sawa sawa na maelekezo ya Mungu. Tengeneza muda wa kusoma maandiko. Nitasoma kipengele cha mwisho, kitakubariki sana. Niseme mambo machache kwenye hii sehemu. Anamwambia Yoshua asiogope wala asipaniki. Haikumaanisha Yoshua hata kutana na vikwazo. Yoshua anapoambiwa usiogope wala usipaniki wala usiwe na wasiwasi, uwe shujaa na hodari na moyo wa ushujaa, hakumaanisha kukutana na vita. Amepigana vita vingi sana, lakini kila vita alipoenda akiwa nje ya maelekezo ya Mungu, alienda bila uwepo wa Mungu na Mungu, alishindwa vibaya sana. Mfano, kanchi kadogo tuka Ai, tutaenda kuangalia, alipigwa sana. Lijinchi kubwa lenye kuta ngumu inaitwa Yeriko, alishinda kwa urahisi sana. Ngoja nikwambie, tunapoamua kutaka kuishi maisha ya ushindi, lazima tuishi maisha ya kuwa na Mungu. Anasema ametukirimia ahadi kubwa na za thamani sana, exceedingly precious promises. Waraka wa pili wa Petro 1:4. Kwa hizo tupate kuwa washirika, tupate kuwa wabia, tupate kuwa mapatna wa tabia ya uungu. Kwa tuende na Mungu popote tuendapo, kila vita tutashinda. Yani kila vita ambayo utataka Mungu akushindie, utashinda. Wala hii sio swala theory, ni swala uhalisia, na tunauona katika kitabu cha Yoshua. Jambo la pili, kwa nini Mungu anamwambia usiogope wala usipaniki wala usiwe na wasiwasi Yoshua? Gepu lililopo kati ya maarifa, vitu tunavyovifahamu, na kuvifanya vitu hivyo na kupata matokeo ya kufanya vitu hivyo, ni hofu. Ni hofu. Ni hofu. Mungu aliona hofu ndani ya Yoshua, lakini Mungu aliona maarifa na uwezo mkubwa wa kufanya uliokuwa ndani ya Yoshua. Akaiona hofu kuwa ni kikwazo cha Yoshua cha kupata mafanikio ya kuifikisha nchi ya ahadi na kuichukua na kugawana nchi ile. Akamwambia usiogope wala usiwe na wasiwasi Yoshua. Adui namba 1 wa uchamungu ni hofu. Kwa hiyo Mungu anapotaka kufanya na wewe mambo makubwa, cha kwanza huwa anakutolea hofu. Maana anajua hofu ndio kikwazo kati ya knowledge and doing, kati ya maarifa na ujuaji na ujuzi na kutenda. Akitoa kaka hofu, ndipo matendo na matokeo yanakuwa ni makubwa. Kwa Mungu akamtoa wasiwasi Yoshua. Jambo letu la mwisho, Yoshua, kitabu cha Yoshua, jambo la msingi na la mwisho, jambo letu la 4 linasema siri ya mafanikio yanayoleta raha halisi. Kuna watu wengi sana tunawaona wamefanikiwa, lakini hawana raha. Hata kama wana raha, ni raha ya leo, kesho majonzi na huzuni na masikitiko. Kuna watu wamefanikiwa, lakini si katika mambo yote. Si katika mambo yote. Maandiko yanasema, nafikiri ni 10:22 kitabu cha Mithali, kwamba baraka za Bwana hutajirisha, wala hazichangamani na huzuni pamoja nao. Wako watu wameonekana wametajirika, lakini wamejaa huzuni. Kuna kanuni ambazo tunapaswa kuzifuata ili tuweze kukamilika. Katika kitabu cha 3:2, waraka wa 3 wa Yohana 2, kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Sasa ipo kanuni hapa tunajifunza kutoka kitabu cha Yoshua 1:8, na nitaongea mambo ya msingi sana hapa. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako,
bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, na kisha ndipo utakapostawi sana. Neno utakapostawi sana, anasema you shall have a good success. Utapata mafanikio mazuri. Watu wengi wamefanikiwa, lakini hawana mafanikio mazuri. Katika vitabu cha maandiko matakatifu, Biblia yote katika tafsiri ya KJV, King James Version, neno success au mafanikio linapatikana katika sehemu moja tu, kitabu cha Yoshua 1:8, na kinaipa hadhi Yoshua 1 kuwa ndio kitabu pekee kwenye maandiko matakatifu chenye principle, kanuni sahihi ya mwanadamu kufanikiwa. Lakini katika vitabu vilivyovuviwa vya roho ya unabii, neno secret of success, siri ya mafanikio, limeandikwa mara 25. Mara moja limeandikwa likielezea kitabu cha Yoshua, na Yoshua akipigana wale wa Gibeoni. Neno hilo linasema hivi katika kitabu kinachoitwa Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 590, toleo la 1890. Joshua had received the promise that God would surely overthrow the enemies of Israel. Yoshua alikuwa amepokea ahadi kwamba Mungu atawapindua maadui wote wa Israeli. He did all that human energy could do, and then he cried in faith for divine aid. Alifanya kila kitu kutumia nguvu zake zote ambazo mwanadamu anaweza akazifanya, na kisha akalia kilio cha imani cha kuomba msaada wa kiungu. Sikiliza sasa. The secret of success is the union of divine power with human efforts. Siri ya mafanikio ni muunganiko kati ya divine power, nguvu ya kiungu, na jitihada za kibinadamu. Yoshua alitumia jitihada zake zote hadi mwisho, kisha akawa ameunganisha na divine power, nguvu ya kiungu. Matokeo yake yalikuwa ni makubwa. Alishinda kila alipoenda. Kitabu cha Yoshua 1 kinatupa siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio ni muunganiko kati ya nguvu za Mungu na jitihada zote za kibinadamu. Yawezekana umekuwa unalalamika ufanikiwi, lakini umekuwa ukitumia 1/100 ya jitihada zote ambazo ulipaswa kuzitumia. Yawezekana umekuwa ufanikiwi kwa sababu umetumia 100% ya jitihada zako, huku umetumia 0 ya nguvu ya Mungu. Jitoe kwa Mungu nguvu zako zote na 100% zote. Changanya na nguvu za Mungu. Shiriki na Mungu, partnership with God, ushirika na Mungu, ule ubia na Mungu. Alafu matokeo yake yanakuwa si ya kawaida. Anasema those who achieve the greatest results are those who rely most implicitly upon the almighty arm. Wale wanaopata matokeo makubwa ni wale ambao wanategemea kwa nguvu zao zote mkono wa Mungu wenye nguvu. Kabla hajamwambia atafanikiwa, anasema maneno ya kitabu cha Torati yasikutoke. Nguvu za Mungu zimefichwa katika maneno yake. Nguvu za Mungu zimefichwa katika maneno yake. Mafanikio ya kiungu yamefichwa katika maandiko matakatifu. Ndio maana Mungu anamwambia Yoshua, maneno ya kitabu cha Torati
yasikutoke. Uyafanye nini? Anasema yatafakari maneno hayo mchana na usiku. Kutafakari ni nini? Ni utterance. Yatamke usiku tamka. Yani think biblically. Ndicho hicho namwambia, fikiri kibiblia and you will have biblical results, na utapata matokeo ya kibiblia. Umezungukwa na wingi wa maadui wa kimiungu. Maadui wa kimiungu wanashindwa na maneno ya Mungu wa miungu. Kulitafakari neno la Mungu muda wote na kulila na kuliasimilate, likabadili mindset na ubongo na fahamu zako, na seli hai zote, taarifa zote zilizotunzwa kwenye seli hai zako zilizo hai sasa hivi zikajawa neno la Mungu. Ushindi endelevu ni hakika. Ushindi endelevu ni hakika. Luka 1:23 anasema, for no word from God shall be void of power. Kwa sababu hakuna neno litokalo kwa Mungu ambalo litakuwa halina nguvu. Void of power. Hakuna neno. Hasa neno litokalo kwa Mungu, ndio anamwambia Yoshua, ili ufanikiwe vizuri katika safari unayoenda kufunga historia ya kupita jangwani. Watu wengi wanatembelea jangwani sana, lakini hawajui siri ya kutoka katika jangwa la maisha. Anasema maneno ya Torati. Torati ni nini? Naona Torati hapa ni Torah au Pentateuch, vitabu 5 vya Musa: Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Ndio Biblia iliyokuwepo kwa wakati huo. Lakini leo tuna vitabu 66, Mwanzo mpaka Ufunuo. Yasikutoke. Weka muda wa kuyatafakari mchana na usiku, ndipo utakapostawi sana na kufanikiwa sana. Neno lisikutoke kichwani. Manake think upon it. Miungu ya dunia hii imekutengenezea vitu vingi vya kukufikirisha katika ubongo wako. Maigizo, mipira, michezo, story, negative stories ambazo zinakuwa populated na media propagandists. Zimeziba nafasi ya kutafakari neno la Mungu, na zinafanya neno la Mungu linakuwa detest, linakoswa ladha kwenye fahamu ya mtu ambaye anampenda Mungu. Matokeo yake ni kushindwa na kustruggle au strive. Yani hausongi mbele, una struggle. Kama mtu anayekimbia kwenye utelezi. Unakuwa kama mtu anayekimbia na kuendesha baiskeli ya barafu kwenye jangwa. Hapa na hapo imeisha, umeanguka. Unaenda kugandisha tena hapa na hapo. Kama mtu anatafuta kipeuo cha moja, unazunguka. Square root of 1 is 1 all the time. Unazunguka hapo hapo ili upige hatua. Neno la Kristo lijae kwa wingi moyoni mwako. Neno la Kristo litafakari mchana na usiku, ndipo utakapostawi sana na kufanikiwa sana. God's work done in God's way will not lack God's supply. Kazi ya Mungu au kazi yote unayoifanya ukiamini uko na Mungu, ikifanywa sawa sawa na njia ambazo Mungu ameziweka tuzifanye kupitia, hazitakoswa supply ya kiungu, hazitakoswa huduma ya Mungu, na matokeo yake yatakuwa ni makubwa. Mwisho, Prophets and Kings, ukurasa wa 576. Prophets and King, kitabu kinaitwa Prophets and Kings au wafalme, manabii na wafalme, ukurasa wa 576. Unatubariki kwa kutupa siri kubwa ambayo inahitimisha somo letu la leo. Mkristo daima ana msaidizi mwenye nguvu katika Bwana. Huenda tusijue jinsi ya msaada wa Bwana, lakini hili tunalijua: kamwe hata waangusha wale wanaomtegemea. Laiti wa Kristo wangeweza kutambua ni mara ngapi Bwana ameamuru njia yao, ili makusudi ya adui yasitimizwe juu yao. Wasingejikwaa kwa kulalamika. Wasingejikwaa kwa kulalamika. Imani yao ingebaki kwa Mungu, na hakuna jaribu ambalo lingekuwa na nguvu ya kuwatetemesha.
wangemtambua kama hekima na ufanisi wao, na angeleta kile ambacho anatamani kufanya kupitia wao. Laiti kama ungejua Mungu alivyokupitisha katika njia ambazo zilikuwa ni za hatari. Laiti kama ungejua upana, urefu, uzito wa ahadi za Mungu kwa ajili yako, zilizopitiliza ubora, zilizopitiliza thamani kwa ajili yako. Laiti kama ungejua recipes, kanuni na maandalizi ya kufanikiwa kwako ambayo Mungu amekupa bure, usingekuwa na nafasi hata dakika moja ya kulalamika. Ikiwa unasema nimesikia neno la leo na mimi nataka mafanikio ya kiungu kwenye maisha yangu, na mimi nataka kulitafakari neno popote niendapo. Unasema nataka Mungu anijaze ujasiri na furaha, ujasiri na ushujaa popote niendapo. Nasema na Bwana anitolee mipaka yote katika fahamu yangu niliyojiwekea dhidi ya nguvu na uwezo wa Mungu kwenye maisha yangu. Na sawa na Yoshua 1, nataka kila mahali mguu wangu utakapokanyaga, nyayo zitakapokanyaga, nipachukue kwa jina la Yesu. Nasema nataka kila mahali niendako nipate kufanikiwa popote niendako. Pengine anasema hakuna atakaye kuweza, hakuna litakalo kuweza siku zote za maisha yako. Je, unasema haya maisha haya ambayo mtumishi umekuwa ukiyasema, haya maisha ambayo nimeyasikia ukiyasema tena yana ushahidi na maandiko matakatifu, nataka yawe ndio maisha yangu. Nataka yawe ndio maisha ya familia yangu. Nataka ndio maisha yawe kesho yangu. Na nataka niishi maisha haya mpaka Yesu anaporudi. Ikiwa ndicho unachokitaka, Mungu akutendee, Mungu akupe, Mungu akufanyie sasa hivi kwa jina la Yesu. Baba, ninakushukuru sana kwa masomo haya mazuri ambayo tumeanza leo. Somo la kwanza la kutafakari maisha ya Yoshua na kitabu cha Yoshua. Kitabu hiki kiliwaandaa watoto wako kupokea ile nchi ya ahadi. Nami ninaomba masomo haya yatuandae sisi kukupokea unapokuja hivi karibuni. Lakini kuna vitu vingi ambavyo tunapaswa kumiliki. Hatuna kwa sababu hatukukanyaga kwa imani. Ninaomba kwa ajili ya mtoto wako, mpe nguvu na uwezo wa kiimani. Tangu sasa, mpe uthubutu wa kuchukua hatua za imani. Na maisha yake ninayaombea yakaambatane na matokeo makubwa kwa kila analolifanya. Lakini pia kama anasumbuliwa na magonjwa, natangaza tangu sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, hako ka ugonjwa hako kayeyuke na kuteketea na kupotea kimya kwa jina la Yesu. Kama anasumbuliwa na madeni, Bwana mkomboe na vifungo vya madeni. Bwana ukamfanye kuwa mpenzi wa maneno yako matakatifu. Akakikumbatie kitabu cha Torati, kikafunike ufahamu wake, kikafunike akili yake, na akafanikiwe na kustawi popote aendapo kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.